Kwanza kwa niaba ya kikosi kizima cha Linda Mwananchi, nataka nichukue fursa hii kusema pole kwa familia ya ndugu yetu Vincent. Sisi wakati ambapo tumepanga mkutano wa Kitengela siku chache ambazo zilipita, hatukukusudia kwamba mtu yeyote atapoteza maisha yake kwa sababu mkutano huo na mikutano yote ambayo inaongozwa na wanalinda Mwananchi inakusudiwa kuwa mikutano ya amani. Huyu ni kijana mdogo sana, angalia mwacha msichana mdogo, anatuambia ako na miaka 24. Mtoto wake yuko na chini ya miaka 2. Ni mzigo mkubwa kwa mtu yeyote, na haswa kwa mtu ambaye ni mchanga jinsi ambavyo Hadija yuko, na tunataka kusema pole. Sisi hatuwezi kufanya lolote kurudisha maisha ya Vincent. Familia yenyewe imetueleza kwamba Vincent hata hakuwa katika mkutano wetu. Mkutano tayari ulikuwa umekwisha baada ya kutibuliwa kutumia vitoa machozi. Tulikuwa tumeshaenda, yeye alikuwa katika shughuli zake, lakini polisi hapa Kitengela wakampiga risasi pasi na sababu yoyote. Tunataka tuseme Mungu aweze kuiweka roho yake mahali pema peponi. Sisi kama viongozi wa taifa hili, hata kama tunajua kwamba serikali ambayo iko haiheshimu haki na haiheshimu maisha ya mwananchi, tutazidi kushinikiza kwamba wale askari ambao walimpiga Vincent risasi pamoja na vijana wengine wote ambao wameuawa katika maandamano ya amani waweze kuletwa mbele ya sheria. Tunajua kwamba William Ruto hatafanya mambo haya, lakini nataka kukupa hope kidogo dada yangu, ya kwamba chini ya miezi 18 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tutakuwa na serikali ambayo inaheshimu maisha, na wale wote ambao wamehusika katika kuchukua maisha ya Vincent na wengine kama yeye bila sababu yoyote lazima watafika kizimbani kujibu mashtaka ambaye itawakabidhi. Mimi nataka niseme tunasikitisha kwamba serikali ya William Ruto na polisi yake wanajaribu kutugeuzia mambo, ili hali wao wenyewe ndio wenye kuleta vurugu na fujo katika mikutano ya hadhara. Wewe unataka kuniambia ya kwamba mimi Sifuna naweza kutarajia kwamba nitatoa fedha zangu mimi mwenyewe, niandae mikutano, kisha nipige tear gas mkutano wangu mimi mwenyewe, kisha tumshike yule ambaye amepiga tear gas tumpige tena sisi wenyewe? Itawezekanaje bwana? Itawezekanaje? Tunataka kuambia ya kwamba hatutatishwa. Wakenya wana uhuru wa kutembea, Wakenya wana uhuru ya kushirikiana, Wakenya wana uhuru wa kuzungumza na kusema mambo yao. Tunataka katika mfumo wa demokrasia kila mtu apewe ruhusa ya kusema mambo ambaye anahitaji kusema ama anafikiria kwamba ni sawa kwake. So sisi tunataka tusimame na familia hii ndogo, na nataka tuhakikishie kwamba tutasimama na nyinyi, tuhakikishe kwamba Vincent amepumzishwa, kwamba haki itapatikana, iwe ni leo ama baada ya uchaguzi wa mwaka 2027 wakati ambapo tumefurusha serikali hii dhalimu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba lazima haki itapatikana. Kwa hayo mengi, sisi tunasema tu pole, na tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuwafariji wakati huu mgumu.